Uaminifu wako ni wa milele na milele Baba. Hakuna wa kufanana na wewe. Hakuna wa kulinganishwa na wewe Jehova. Hakuna mwenye rehema na neema kama zako Baba wa mbinguni. Hakuna aliye na neno la uzima kama wewe my God. Twende kwa nani na ni wewe tuliye na neno la uzima. Oh, Rama yanda la babo, sika yanda la babo. Raka ya zoko
tunakuadhimisha na tunakuinua kwa wema wako na fadhili zako. Hatuna mwingine wa kumwabudu katika maisha yetu. Yawezekana wakati mwingine tumedanganyika tukaabudu vitu vingine, lakini wa kuabudiwa ni wewe Jehova, wa kuinuliwa ni wewe peke yako, wa kutukuzwa ni wewe Bwana. Asubuhi ya leo tunapondeka na kunyenyekea kukupa ibada na sifa za mioyo yetu na hata matunda ya midomo yetu iungamalo jina lako siku ya leo, tukisema wewe ni mtakatifu, tukisema wewe ni Mungu mkuu, tukisema wewe ni Alfa na Omega. Mbinguni na duniani hakuna kama wewe. Jina lako tunaliadhimisha. Ni wewe umetuokoa, ni wewe umetusamehe, ni wewe umetulinda umbali huu, umeponya magonjwa yetu, umetuchukulia mizigo yetu, umetupigania juu ya maadui, umetudumisha katika wema wako. Sifa na shukrani zikurudie. Tunakushangilia Bwana wa mabwana, tunakushangilia Mungu mwenye uwezo, tunakushangilia Jehova. Ibada na adhama tunakupa wewe. Hata leo tumekuja my God, ili Bwana uzidi kutuhudumia na uzidi kutuongoza katika majani mabichi na katika maji ya utulivu. Hudumia kila moyo na kila nafsi iliyo katika nyumba hii siku ya leo. Hila za shetani za kutuingilia tunaposikia neno lako, tunaomba zipate kushindwa katika jina la Yesu. Roho Bwana tawala, mapenzi yako yakapenye katika maisha yetu na utukufu na adhama zikakurudie. Asante kwa uaminifu wako. Ninashuka Bwana unitumie sawa sawa na mapenzi yako. Kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo tumeomba na kushukuru. Amen. Ninashukuru Mungu amekuwa mwema na mwaminifu, na ninafurahia neema na kibali ambaye ametukirimia. Bwana Yesu asifiwe. Nataka kuongea kuhusu kumwabudu Mungu, to worship God. Hiyo ndio ujumbe wangu leo, kumwabudu Mungu. Praise the name of the living God. Ni vizuri kujua kumwabudu Mungu. Know how to worship God in your life. That is one of the fundamental of Christianity. Hallelujah. Hiyo ni moja ya mambo ya dhamana kwa Ukristo, kumwabudu Mungu. Praise the name of the living God. If you don't worship God, you are missing the point. Bwana Yesu asifiwe. Na kumwabudu Mungu iko na mashambulizi mengi. Unakuta kuna vitu vingine vinataka viabudiwe. Haleluya. Hata shetani kile kilifanya aitwe shetani ni kutaka kuabudiwa. Praise the name of the living God. Na hiyo kilifanya aitwe shetani, aliitwa Goma. Haleluya. Maana alitaka kuabudiwa, alitaka kutukuzwa, alitaka kuinuliwa. Haleluya. Na Mungu akasema hiki kati yangu haiwezi kaliwa na mtu mwingine. Amen. Lazima uende chini. Praise the name of the living God. Na ndiye akatupwa hapa duniani. Na ndiye anatusumbua. Inafanya mpaka watu wameabudu nguvu za giza. Amen. Halo. Unakuta watu wameenda kuabudu nguvu za giza ndio watajirike. Wameenda kuabudu nguvu za giza ndio sijui nini ifanyike. Praise the name of the living God. Lakini mapenzi ya Mungu kwa kila mwanadamu ni kumwabudu Mungu. Amen. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Lazima tujifunze kumwabudu Mungu katika maisha yetu. Isiwe tu tunafanya kitu kinaitwa religious rituals. Unajua religious rituals, kukuja kanisa, kuenda ushirika, kutoa sadaka, kuomba, inaweza kuwa religious ritual na ikose kuwa ya maana. Amen. But when you know who you are worshiping, hiyo vitu utafanya zitafanyika ibada. Praise the name of the living God. Kwa Jehova. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kumwabudu Mungu. Ambia jirani kumwabudu Mungu. Amen. Hebu muulize, unajua kumwabudu Mungu ama una do you know to worship God? Unajua kumwabudu? Amen. Na umuulize kuabudu Mungu ni nini? Hebu ongea na jirani, jaribu kujua anajua nini. Muulize kuabudu Mungu kwako ni nini? What is to worship God to you? Hallelujah. Hallelujah. So ongea na jirani. Ongea na jirani. Hakikisha umejua jirani. Ndio vizuri kujuanga jirani. Na umuulize kumwabudu Mungu ni nini? Praise the name of the living God. Maana wakati kile tunasema tunamwabudu Mungu, lakini watu wanafikiri kuabudu Mungu ni kuimba polepole kama vile nimewaongoza. Watu wanafikiri kuabudu Mungu ni kujishika hivi. Haleluya. Watu wanafikiri kuabudu Mungu ni kufunga macho. Amen.
Nilikuwa naambia watu asubuhi kwa Biblia hakuna mahali nasema tufunge macho tukiomba. There is no, hakuna reference ya scripture tunaweza quote tuambie watu hapa ilisemekana mkiomba mfunge macho. Hiyo ni sisi tu tulibuni. Maana tuliona ukifungua macho unaangalia vitu vingi sana. So ili tukusaidie uconcentrate na uombe, tukasema funga. But in the Bible hakuna scripture yoyote ina support ama inasema tufungaga macho tukiomba. Praise the name of the living God. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Lakini kuna scripture inasema tupiga magoti. Kuna scripture inasema tuinue mikono. Kuna scripture inasema tulale chini. Amen. Praise the name of the living God. Kufunga macho ni ya kukusaidia usisumbuke na vitu vinavyoendelea, bali ufocus kwa Mungu. Amen. Bwana asifiwe. So kuna watu wanajua kuabudu ni kuimba pole pole. Amen. Tunaposema ni wewe tu Bwana, so wanajua tumeabudu. Lakini kuabudu ni zaidi ya kuimba pole pole. Hallelujah. Kuabudu ni zaidi ya kuimba pole pole. When we say you are worshiping God, it's more than singing with ile inaitwa nini? Ni tone ama ni nini? Ya chini. Praise the name of the living God. Bwana Yesu asifiwe. Leo nataka tujifunze mambo ya kumwabudu Mungu na ili tuelewe kumwabudu Mungu katika maisha yetu. Maana tusipomwabudu Mungu tutaabudu vitu vingine. Amen. Hakuna nafasi, hakuna vacuum katika maisha yako. When you don't worship God, you will either worship money, you will either worship your culture, you will either worship other things in your life. Amen. Bwana asifiwe. Hiyo nafasi ya kuabudu haitaiki vacuum. Hata wale wako duniani wanasema sisi kuna kitu wana worship kwa maisha yao. Hallelujah. Maana kila mwanadamu ameumbwa na aspect of worship. Hallelujah. Na ndio ukienda kwa kila kabila kuna vitu waliinua na wakaziabudu. Amen. Halo. Ukienda kwa Waluya huko unakuta kuna nyoka inaitwa Omwele. Inaitwa Omwele. Waliabudu Omwele. Amen. Ukienda kwa Wakikuyu waliinua mauti Kirinyaga na wakaabudu. Ukienda huko pia kuna miti wanaabudu Movumo. Haleluya. Maana ndani ya mtu kuna art of worship. Haleluya. Praise the name of the living God. Kuna ile sehemu ya kuabudu ambayo imeundwa ndani ya mtu, na usipoabudu Mungu utaabudu vitu vingine. Amen. Praise the name of the living God. Nataka uandike hivi kabla sijakupa scripture. Andika, man was created to worship. Man was created to worship. Mtu aliumbwa kuabudu. Andika hivyo. And if you don't worship God, you will worship other things. Andika hivyo. Man was created to worship. And if you don't worship God, you will worship other things. Amen. Andika hivyo. Man was created to worship. Mtu aliumbwa kuabudu. That was the original purpose of God. Amen. He created man for worship. He wanted to be worshipped because you cannot worship yourself. Amen. Hauwezi kujiabudu, lazima uwe na vitu vitakavyo kuabudu. Na ndio Mungu akaunda watu wa kuabudu na akaongeza malaika. Amen. Aabudiwe. Praise the name of the living God. Bwana Yesu asifiwe. Na nimesema if you don't worship God, you will worship other things. There are people who worship money. There are people who worship power. There are people who worship people. There are people who worship angels. There are people who worship the stars. There are people who worship the moon. Praise the name of the living God. Bwana Yesu asifiwe. Unajua mtu mzee wa imani anaitwa nani? Baba wa imani ni nani? Abraham. Abrahamu alikuwa mwabudu wa mwezi. Familia ya kina Abraham, baba yake Tera, walikuwa wanaabudu mwezi. Hawakuwa wanamjua Mungu wa kweli. Ni Mungu tu wa kweli alimtokea Abrahamu na akajifunua kwa Abrahamu. Abrahamu akaacha kuwa
walikuwa wapagani, na kila mmoja wetu tumetoka kwa culture, na nimesema hakuna culture haina kuabudu. Haleluya! Ukienda kwa Wakikuyu wanakuabudu, ukienda kwa Waluya wanakuabudu, ukienda kwa Wahindi wanakuabudu, ukienda kwa Wazungu wanakuabudu. Amen. Bwana Yesu, maana hiyo ni kitu kiliumbwa kikiwa ndani ya watu. Praise the name of the living God. Bwana Yesu asifiwe. Ambia jirani, uliumbwa kuabudu. Na umwambie usipoabudu Mungu utaabudu vitu vingine. Haleluya. Haleluya. Kuna watu wanaabudu pesa sana. Inawatawala, inawaongoza, inawafanya wafanye mambo kwa sababu pesa ndio inamiliki maisha yao. Amen. Right? Kuna watu wanaabudu power. Na inawafanya wafanye mambo na vitu ambavyo havifai kwa sababu they worship power. Amen. Praise the Lord. Ukienda kwa Wahindi, they worship many gods. Wahindi wanaabudu miungu mingi, na ukiwapelekea Yesu wanamuongeza katikati ya miungu yao. Hawataki kukosea Mungu yoyote. Haleluya. Hawataki kukosea Mungu yoyote. Ukikuja na Mungu wenu wanamuongeza hapo, ukiwaletea wenu wanamuongeza hapo. Maana hawataki kukosea Mungu yoyote. Lakini hizo zinaitwa idols. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Na Biblia imesema tusikue na miungu mingine. Amen. We should not have any other gods apart from Jehovah, who is one. Praise the name of the living God. Hebu tuone wana wa Israeli Mungu alipokuwa na watoa utumwani, kusudi lake lilikuwa nini? Tuwekewe Exodus 8 verse 1. Uliumbwa kuabudu. Usipoabudu Mungu, lazima kuna vitu utaabudu katika maisha yako. Na ni vizuri kujioji kama unamwabudu Mungu ama ni vitu vingine unaabudu katika maisha yako. Tusome wote. Tusome kwa screen, inasema nini? Then the Lord said to Moses, go to Pharaoh and say to him, this is what the Lord says, let my people go so that they may worship me. Amen. Mungu hakuwa anatoa Israeli kwa utumwa ndio wasikie vizuri. Mungu hakuwa anawatoa Israeli kwa utumwa ndio waenjoy maisha. Alikuwa anawatoa with a reason that they may worship him. Amen. Mungu amekuponya magonjwa, umwabudu. Mungu amekuondolea umasikini, umwabudu. Mungu amekupea jina, umwabudu. Mungu amekupea uzima, umwabudu. Amen. Praise the name of the living God. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anasema let my people go so that they may worship me. Hallelujah. So that hiyo ndio ilikuwa the sole purpose of deliverance. Amen. Hawakuwa wanakuwa delivered kwa sababu ya kitu kingine. They were delivered to worship. Amen. Praise the name of the living God. Bwana Yesu asifiwe. Ungeukia mtu mwambie ulitolewa kule, ulitolewa uabudu Mungu. Mwangalie na mwambie ulitolewa kule, ulitolewa uabudu Mungu. Ukatolewa kwa pombe, umwabudu Mungu. Ukatolewa kwa anasa, umwabudu Mungu. Ukatolewa kwa mila zenu, umwabudu Mungu. Amen. And if you miss that, umepoteza. Because that's the reason for God calling us. Hallelujah. So Farao anaambiwa let my people go. Atuzuia usiabudu, kikuachilie katika jina la Yesu. Nasema leo kama kuna kitu kinakufunga usimwabudu Mungu, kikuachilie katika jina la Yesu. So that you may worship God. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Chapter 9. Tusome chapter 9 verse 1. Exodus. Chapter 9 verse 1. Inasema nini? Hii ni mara nyingine tena Musa anarudi na kumwambia Farao. Inasema nini? Then the Lord said to Moses, go to Pharaoh, say to him, this is what the Lord, the God of Hebrews, says, let my people go so that they may worship, so that they may worship. Praise the name of the living God. Mungu amekuchagua, amekuita, amekuondolea vitu yote mbaya labda kwa maisha yako kwa sababu ya kusudi moja, worship. Hallelujah. Hallelujah. Worship. Ndio
Mwambie ile kazi Mungu amefanya kwa maisha yako ni ili umwabudu. Mama Ken, hakuna kitu kingine. Mungu ile kazi amefanya akasababisha huko hapa leo. It's for worship. Amen. And if you miss that, umepoteza. Kwa nini Mungu alikuponya? Kwa nini Mungu alikuokoa? Kwa nini Mungu alikusamehe? Amen. Bwana Yesu asifiwe. Mungu hakuniokoa ndio nikuwe pastor. Aliniokoa nikuwe worship. Pastor ni baraka ya kuworship. Au desikia? Pastor ni baraka ya kuworship. Hallelujah. Ya kwanza ni worship. You worship. Ukiabudu kuna baraka. Hallelujah. Hallelujah. Kuna baraka inakuja when you worship God. Amen. Na tukipoteza hiyo kama kanisa, wapendwa, tutakuwa tumepoteza malengo ya Mungu. Amen. Juu ya maisha yetu. Praise the name of the living God. Twende chapter 10 verse 3. Exodus chapter 10. Nataka uone kusudi la Mungu la kukukomboa, la kukuokoa, la kukuweka ni kuabudu. Amen. Haujawekwa ni ukuwe na magari mingi, umewekwa uabudu. Hallelujah. Haujawekwa mpendwa ndio ukuwe na pesa mingi, umewekwa uabudu. Amen. Haujawekwa mpendwa ndio ukuwe bishop, umewekwa uabudu. Hallelujah. Praise the name of the living God. Kama utakosa vitu vingine vyote, usikose kuabudu. Amen. Katika maisha yako, kuabudu kuwe ndani yako na kumwabudu Mungu. Amen. Tusome wote hapo. Tusome vizuri. So Moses and Aaron went to Pharaoh and said to him, this is what the Lord, not man, this is what the Lord, the God of the Hebrews, says. How long will you refuse to humble yourself before me? Natangazia kila kitu ambacho inakataa kunyenyekea ili umwabudu Mungu. Inyenyekezwe katika jina la Yesu, so that you may be able to worship God. Amen. Farao alikuwa amekataa na anaulizwa how long utakuwa na kiburi, utakataa kuachilia watu wa Mungu. Praise the name of the living God. Bwana Yesu asifiwe. Si ungeukia mtu na umsaidie kumwambia hiyo kitu inakuzuia kuabudu, tunaiambia iondoke katika jina la Yesu. Amegeukia mtu mwambie hiyo kitu, tunaiambia hiyo kuachilie. Tunaiambia ikuachilie. Kama ni kiburi ikuachilie. Kama ni sifa zikuachilie. Hallelujah. Hallelujah. Praise the name of the living God. How long will you refuse to humble yourself before me? And you do what? Tuendelee? Rudi tu hapo basi. Let my people go so that they may worship me. Let my people go so that they may worship me. God is looking for worshipers. Hallelujah. God is looking for worshipers. Even today, Mungu anatafuta waabudu. Hatafuti watu wanaotaka mataito, hatafuti watu ambao wanataka kuwa wakubwa, anatafuta waabudu. Amen. Hata ukiwa na pesa mingi kiasi gani, hiyo haikutishi. You worship the Jehovah. Hallelujah. Hata ukiwa na cheo kubwa kiasi gani, hiyo haikusumbui. Unaweza piga magoti na useme Jehova ni Bwana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anataka waabudu. Hallelujah. Na ndiye anasema let my people go so that they may worship me. Amen. Verse 24, chapter 10. Verse 24 to 26. Farao naye akakubali, lakini anasema sio watu wote wataenda. Alianza kwa kusema wanaume peke yake waende. Musa akamwambia hapana, mpaka wanawake na watoto lazima tuende na wao. Hallelujah. Akasema basi enda na wanawake na watoto, muache wanyama. Akasema hapana, hata wanyama wetu tutaenda na wao. Amen. Hallelujah. Bwana asifiwe. Tusome? Tusome? Then Pharaoh summoned Moses and said, ameregeza kamba, akasema sasa endeni mkaabudu. Praise the name of the living God. Si uachiliwe na kile kinakuzuia umwabudu Mungu katika jina la Yesu. Si uachiliwe na kile kinakuzuia umwabudu Mungu. Praise the name of the living God. Farao anasema endeni sasa mkamwabudu.
kumwabudu. Endelea, go. Tusome. Go worship the Lord. Even your women and children may go with you. Only leave your flocks and herds behind. Sikia bila fahamu mbaya. Namba 1 alikuwa amekataa wanawake wasiende kuabudu. Musa akapigana hiyo vita, akasema mpaka wanawake waende na watoto. Mpendo, kama kuna watu wako bado hawajaweza kuabudu Mungu, you have to fight mpaka waachiliwe waabudu. Usiachilie watoto wako, pigana mpaka waabudu Mungu. Haleluya. Usiachilie mzee wako, pigana mpaka mzee wako awe mwabudu wa Mungu. Usiachilie mke wako, fight mpaka awe mwabudu wa Mungu. Musa alipigana, wanaume wakafunguliwa, wanawake wakashikwa na watoto, akapigana, wanawake na watoto wakaachiliwa, wanyama wakashikwa, akapigana, wanyama wakaachiliwa. Hata pesa yako pigana mpaka imwabudu Mungu. Ujenisikia? Nimesema mpaka pesa yako pigana mpaka uweze kumwabudu Mungu. Hiyo pesa imwabudu Mungu. Hiyo pesa imtumikie Mungu. Praise the name of the living God. Musa alisema hata wanyama. Hebu tusome verse 25. Verse 25 inasema nini? But Moses said, you must allow us to have sacrifices and burnt offerings to present to the Lord our God. Alafu verse 26 tusome. Tusome verse 26 na nguvu. Our livestock must go with us. Not a hoof is to be left behind. We have to use some of them, not all. That's why nakwambia Mungu atakaenda vitu yako yote. Some of it must be learned to worship God. Hallelujah. Hey, hallelujah. Anasema hiyo wanyama tutaenda na wao, hata ukwato hatutaacha. Maana baadhi ya hivi vitu tutamtumikia Mungu nayo. Amen. Tutamwabudu Mungu nayo. Praise the name of the living God. Anasema nini? Turudie hapo. Turudie. Hai, tusome wapendwa. Must go with us. Not a hoof is to be left behind. We have to use some of them in worshiping the Lord our God. And until we get there, we will not know what we have to use to worship the Lord. Praise the name of the living God. Bwana asifiwe. Tunahitaji kumwabudu Mungu. Praise the name of the living God. Tunahitaji kumwabudu Mungu katika maisha yetu. Hallelujah. Kuna mambo matatu nataka uandike. Number 1. Andika number 1. Andika number 1. Andika number 1. I was created to worship. Number 1, I was created to worship. That was the reason for God creating me. Nataka utumie jina I was created to worship. I was created to worship. Mimi niliumbwa niabudu. Niliumbwa kumwabudu Mungu. Hallelujah. Japo hapa duniani kuna vitu vingine imekuja inajaribu kuniondoa kumwabudu Mungu. But I was created to worship. Hallelujah. Bwana asifiwe. Number 2, I was called to worship. Niliitwa ili niabudu. Mungu ameniita. Na mwito wake ni kuabudu. Hajaniitia kitu kingine, ameniita niabudu. Haleluya. Ameniita niabudu. Mungu anataka waabudu na ameniita nikuje niabudu. Haleluya. Na ndio ukisoma Zaburi 95:6 inatoa mwaliko, inasema come and worship the Lord. Psalms 95:6. Psalms 95:6. We are called to worship. Umeitwa uabudu mpendo. Haleluya. Na sio tu siku ya kanisa peke yake. Wherever you are a worshiper. Haleluya. Haleluya. Siku ya kanisa ni climax. Amen. Tukikuja hapa tunakuja climax ya worship. Lakini tukiwa kwa biashara we are worshipers. Tukiwa kwa nyumba zetu we are worshipers. Tukiwa kwa safari we remain worshipers. Haleluya. Haleluya. Tukija hapa tunaleta the climax of worship. Amen.
tunainua mikono, tunapiga magoti, tunainua maombi because we are called to worship. Hallelujah. Inasema nini? Someni hapo. Inasema nini? Come, let us bow down in worship. Let us kneel before the Lord our Maker. Verse 7. Verse 7. For he is our God, and we are the people of his pasture, the flock under his care. Today, if you hear his voice, wacha tuachie hapo. Hallelujah. We are called to worship. Praise the name of the living God. Mungu ametuita na anatuita kuabudu. Amen. That's why lazima tuachane na mambo mengine na tumwabudu Mungu kama vile anavyotamani katika maisha yetu. Praise the name of the living God. Number 3, I am sanctified to worship. Number 3, I am sanctified. Ninatakazwa ili niabudu. Mungu ananitakaza, Mungu ananiosha, Mungu ananiondolea takataka na mawaa ili niabudu. Aniondolei tu nikuwe mtu mzuri. Mungu anaondoa uongo, anaondoa ujanja, anaondoa matusi ili kusudi uabudu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Nimesema I am being sanctified to worship. Ninatakazwa ili kuabudu. Bwana asifiwe. Kwa nini Mungu anahitaji kutakaza ndio uabudu? Because he is a holy God. God is a holy, na wewe si mtakatifu. You are not a holy person. Hallelujah. You are not a holy person. So Mungu amechukua jitihada ya kufanya huyu mtu ambaye si holy amwoshe ili aweze kumwabudu. Hallelujah. Tusipooshwa kuabudu Mungu inakuwa ngumu. Praise the name of the living God. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio unasikia damu ya Yesu ilitolewa mara moja kwa ajili ya nyakati zote. Amen. Maana kila nyakati ya maisha yetu kuna kuwa na uchafu katika maisha yetu. Na kwa hivyo damu ya Yesu kama ingekuwa inatolewa kila siku, Yesu angeishi akiuawa kila siku. Amen. Lakini aliuawa mara moja na hiyo damu inatumika nyakati zote. Hallelujah. For all times. Praise the name of the living God. Bwana Yesu asifiwe. Inatutakaza. Na kusudi ni tuabudu. Haitutakazi ndio tukue tu watu wazuri, watu wanaopendeza, watu ambao watu wanasema hii watu ni wazuri. That's not enough. It is for worship. Hallelujah. Leo kila mtu mwambie unatakazwa ili uabudu. Bwana Yesu asifiwe. Ukiona Mungu anakusaidia kuacha vitu fulani ili uabudu katika maisha yako. Hallelujah. Umwabudu yeye. Bwana Yesu asifiwe. Tusome neno katika Yohana 4 mstari wa 21 mpaka 24. Naongea kuhusu kumwabudu Mungu. Mungu anataka umwabudu na anataka tumwabudu katika maisha yetu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Tusitekwe nyara na vitu vingine na kuviabudu na kuviinua sana katika maisha yetu kuliko Mungu. He is a jealous God. Tusome, Yesu alikuwa anaongea na mwanamke Msamaria hapa, John 4:21 to 24. John, the gospel. Tusome wote? Tusome. Jesus declared, believe me woman, a time is coming when you will worship the Father, neither on this mountain nor in Jerusalem. Tuendelee. You Samaritan worship what you do not know. We worship what we do know, for salvation is from the Jews. Yet a time is coming and has now come when the true worshippers will worship the Father in spirit and truth. Nataka uandalaini hapo inasema for they are the kind of worshippers the Father seeks. Kumaanisha there are other kinds, lakini there is a kind of a worshipper that God seeks. Amen. Kuna aina nyingine wa kuabudu, lakini kuna aina ya waabudu ambayo Mungu anatafuta. Hallelujah. Praise the name of the living God. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Alafu verse 24.
Tusome. God is spirit, and his worshippers must worship in spirit and in truth. Praise the name of the living God. Are you the kind of a worshiper that God seeks? Bwana Yesu asifiwe. Wewe ni aina ya muabudu ambaye Mungu anatafuta. Maana Mungu anatafuta waabudu. Hata leo biashara ya Mungu ni watu watakao muabudu yeye. Amen. Wawe na pesa wasiwe na pesa. Wawe na vyeo wasiwe na vyeo. Amen. Wawe wanajulikana wasiwe wanajulikana. Mungu anataka watu wanaomwabudu kwa ile njia aliyowaitia. Praise the name of the living God. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa wacha to define to worship God. What is to worship God? Let us define it kulingana na vile Mungu amenisaidia. What is to worship? Kumwabudu Mungu ni nini? Andika hivyo. What is to worship God? Number 1 is to give him the highest reference. Is to give him the highest reference. Kumwabudu Mungu ni kumpa adama iliyo juu sana. Hallelujah. The highest reference. Mungu anataka adhaminiwe juu ya mambo yote. To worship God is to give him the highest reference. You revere him more than any other else. You revere him more than money. You revere him more than your people. Hallelujah. Praise the name of the living God. You revere him more than the waheshimiwas. Hallelujah. Giving God the highest reference. Amen. Unamwadhimisha juu sana kuliko vitu vyote. Amen. Unampea ile adhama ya juu. Yeye ni wa thamani kuliko chochote. Amen. Yeye ametukuka kuliko yoyote katika maisha yako. Hiyo inaitwa kumwabudu Mungu. To give him the highest reference. Praise the name of the living God. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Na ndio Daudi alipoenda kupigana na Goliathi, alisema na ikajulikana kuna Mungu katika Israeli. Amen. Alimpea the highest reference. Sio mimi, sio ujuzi wangu, lakini kuna Mungu Israeli. Amen. Praise the name of the living God. He worshiped God by doing that. Praise the name of the living God. Number 2, to worship God is to honor him above everything. Ni kumheshimu juu ya mambo yote. Ikiwa unasema unamwabudu Mungu, lazima uonyeshe heshima ya Mungu katika maisha yako. Nilikuwa naambia watu asubuhi, unajua wakati tunasema tunamwabudu Mungu, lakini hatuna heshima ya Mungu. Hallelujah. Unatafuta bidii kwa church. Unaongea na simu kwa church. Yaani una heshima ya Mungu. To honor God, to worship God is to honor. Hallelujah. God above everything. Unampa heshima juu ya mambo yote. Hata kuna vitu na vitu unaacha kwa sababu ya Mungu. Maana unampa heshima ya juu. Hallelujah. Katika Malaki Mungu anauliza, kama mimi ni bwana wenu, where is my honor? If I am your master, where is my heshima yangu iko wapi? Praise the name of the living God. Where is my honor? Maana watu walikuwa wanatoa kondoo vipofu, kondoo viwete, kondoo walio wadhaifu kama sadaka. Mungu anauliza, kama mnaniheshimu kama master, where is my honor? Amen. Hallelujah. Nikuheshimu Mungu. That's why ile vitu unataka ufanye kwa Mungu unafanya vizuri because unamheshimu. Hallelujah. Vitu ya Mungu unaifanya vizuri kwa sababu unamwabudu. Ni heshima kwa Mungu. Praise the name of the living God. Number 3, kumwabudu Mungu ni nini? Is to obey him in everything. To obey him in everything. Kuabudu Mungu ni kumtii katika mambo yote. Obey God in everything. That is to worship God. Nimesema si kuimba tu. Watu wanataka tu kuimba, lakini obedience is an aspect of worship to God. Amen. You obey God in everything. Kuna familia inaitwa ya wana wa Makabii.
baba naye aliacha maneno. Haleluya. Haleluya. Hiyo ndio kwa Kikuyu tunaita megapo. Kanapi? Ni megapo. Megapo. Wakaambiwa na baba, number 1, usikunywe mvinyo. Number 2, usipande mizabibu. Number 3, usiteke nyumba za permanent. Muishi kwa mahema. Sasa hata ukitajirika sana, unakaa kwa kandarua. Watu wanaona tajiri aliyeenda. Maana baba amesema, na maandiko inasema walimtii baba yao, walimsikiza baba yao, na walifuata vile baba yao alisema. Amen. Jeremia akatumwa na Mungu akaambiwa, hebu enda uwafanyie majaribio uone. Akaenda akaingia kwa hekalu, akachukua mabakuli, akaweka mvinyo, akaenda akaita wana wa Rekabu, akawaingiza kwa nyumba ya Bwana, akawaambia Bwana ameniambia mkunywe mvinyo. Wakamwambia baba yetu, baba wito. Wacha wewe Bwana anasema baba yetu alituambia tusikunywe mvinyo. Mungu akasema wao, ona jinsi wana wa Rekabu wanavyotii baba yao, lakini Waisraeli hawanitii kama baba yao. Bwana Yesu asifiwe. Waisraeli, Mungu alikuwa anapeana funzo. Aliwapongeza na akasema kwa nyumba ya Warekabu hakutakosa mtu wa kunitumikia. Kwa sababu ya obedience. They worship their father. That is a worship. Imagine Mungu ametumana na wanasema huyo Mungu atukashi mambo yake. Baba yetu alituambia. Haleluya. Haleluya. Baba yetu alituambia. Na kuna watu wako hivyo wanasema mila yetu hairuhusu ukae na mama Mungu, mila yetu. Haleluya. Mama Mungu akiingia kwa gari unashuka. Wewe, mimi sishuki. Kama ni maana kuna kitu inaingishwa, watu wanaita heshima, lakini pia inaenda mpaka inakuwa kuabudu. Inakuwa ni kuabudu. Amen. Praise the name of the living God. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Usiinue mila yenu kuliko Mungu. Kama kuna mahali Mungu anakujia na ananena bila ananena, weka mila kando, muadhimishe Mungu. Haleluya. Mpe heshima yake kama Mungu. Praise the name of the living God. Bwana Yesu asifiwe. Kumtii, ambia jirani kutii Mungu. Haleluya. Ndio kuabudu. Kuna mtu mmoja walikosana na Mungu, anaitwa Sauli. Saul was anointed by God, lakini Mungu pia alikuja kukosana na yeye, maana alikosa kutii. Katika 1 Samuel chapter 16. Amen. Alipotumwa awaangamize Waamaleki, alienda akabakisha Agagi na akabakisha kondoo walionona na ng'ombe. Na alipokutana na mtu wa Mungu akasema, Bwana asifiwe, nimefanya yote ambaye Bwana aliniambia. Akaambiwa sauti ya kondoo na sauti ya ng'ombe ninazosikia ni za nini? Akasema watu waliniambia. Watu waliniambia tubakisha tukutolee Mungu sadaka. Haleluya. Haleluya. Na hata watu wa leo wanafikiri kutoa sadaka ndio mwisho wa mambo yote. Haleluya. Kuna mtu anasema anakosa kuja kanisa, anasema nimetuma sadaka, nimetuma fungu la 10. Mungu ana haja na pesa yako namba 1, ana haja na wewe. Haleluya. Haleluya. Maana Mungu na vyote vijazavyo ni mali yake. Mali yake. Na mimi kuna watu hata nimewakatisha wakati mwingine namwambia mtu hapana, sitaki pesa yako. If you cannot come to church, if you cannot come to offer your time to God, your money can't. Because roho yako ni ya muhimu. Kuna haja gani ulete pesa hapa na roho yako iangamie? Na roho yako ni ina ugonjwa. Maana inasema moyo wa wanadamu ni mgonjwa. Na ndio tumekuja kutibiwa. Angalia tena ndio kazi zile kutibiwa. Mungu wako. Ndio wewe akatomwelewa Mungu wako wewe. Na ndio uko hapo utibiwe. Sasa ukitupa pesa, roho yako itatibiwa kweli. Haleluya. Roho yako imetibiwa, lakini vile umekaa hapa uko unatibiwa. Amen. Roho yako inatibiwa, maana Bwana ndiye awezaye kutibu roho zetu. Praise the name of the living God. Bwana asifiwe. Number 5. Number 4. Kumwabudu Mungu is to acknowledge him above everything. To acknowledge him above everything. Kumtambua
Hiyo ndio kumwabudu Mungu. Unamtambua juu ya mambo yote na katika hali zote. Hata wakati wewe ni mgonjwa, you acknowledge God. Amen. Hata wakati wewe umekosa pesa, unatambua Mungu ni Mungu bado. Hallelujah. Hiyo ndio inaitwa worship. Acknowledging God above everything. Above every situations of our life. That is what we call worship. Praise the name of the living God. Kuna watu wengine they just acknowledge God wakati mambo ni mazuri. Mambo ikiharibika, they start complaining and making a lot of noise. Amen. Praise the name of the living God. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Acknowledging God above everything. Shosho wetu aliaga, alikuwa na hiyo tabia. Hata akiwa mgonjwa bado alikuwa anatuambia nashukuru Mungu. Natambua Mungu bado ni mwema juu yangu. Hallelujah. Naambia mpaka dakika ya mwisho aliongea tu Mungu. Amen. Na praise the name of the living God. Acknowledging God above everything. That is how we call worship. Sio tukupiga magoti na kuimba. Acknowledging God in everything. Number 5. To worship God is to submit to His authority. Number 5, to worship God is to submit to His authority. Ukisema unamwabudu Mungu, lazima uonyeshe kujipeana ama kunyenyekea katika mamlaka ya Mungu. God has authority. Mungu ana mamlaka yake. Na watu wanaosema wanamwabudu, they submit to His authority. Hallelujah. Hallelujah. Mungu ana mamlaka. Na tusipo submit kwa mamlaka ya Mungu, we cannot call ourselves worshipers. Wakati unaasi pastor, wakati unaasi mzee wako, wakati unaasi wazazi wako, those are authorities by God. Hallelujah. Hey, hallelujah. Yeah. Wakati unaasi uongozi, you are not submitting, you are not a worshiper. Amen. Amen. Wakati wote labda umeruhusiwa kuasi uongozi, ni wakati inakupeleka kinyume na Mungu. Amen. Hiyo ndio wakati umeruhusiwa kuasi uongozi. Wakati wote inakupeleka against God. That's the time umeruhusiwa kuasi uongozi. Because of uongozi ni authority. Pastor is an authority from God. Na watu wote wanasema they are worshipers, they submit to God's authority. Kwa gani tena kuuliza are you submissive? Mwangalie muuliza are you submissive? Ndio nimekutana na watu kisirani. Pastor wewe niambia. Mimi nasikizanga mbinguni. You submit to God's authority. Hata ukishuka hata kama leo ulishuka ulilala mbinguni na mkakaa na Mikaeli. Hallelujah. Hallelujah. Hey, hallelujah. Yeah. Mama, hata kama una ramashana, baba kushindeleka. Uzake sema wewe nenda kima. You stop kwa ramashana ugani niko. Kale hebu. Unasema wacha una you submit. Unajua kuna watu wanajaribu kujiwekea paso na wanafikiri Mungu God is not the author of confusion. Listen, God. Bwana Yesu asifiwe. Hey, Bwana Yesu asifiwe. God is not the author of confusion. You submit. I'm here to submit to God's authority. That is worshiping God. That is worshiping. Hivyo kumwabudu Mungu. Hello? Hey, Bwana asifiwe. Hivyo kumwabudu Mungu. Submit. Jambo la 6. To worship God is to commit and devote yourself to His will. To worship God is to commit and devote yourself to His will. Ni kujipeana na kujitolea kwa mapenzi ya Mungu. Hiyo ndio kumwabudu Mungu. Unajitolea na unajipeana kwa ile ambayo ni mapenzi ya Mungu. Kitu ambacho umejua, this is the will of God. This is the way of God. You commit and devote yourself. That is worshiping God. Amen. Hallelujah. Bwana asifiwe. Unajipeana na unajitolea kwa kile ambacho ni mapenzi ya Mungu. Hiyo ndio kuabudu Mungu. Amen. Hiyo ndio kuabudu Mungu. Praise the name of the living God. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Na ya mwisho. Number 7. To worship God is to live for Him and His purpose daily. To worship God is to live for Him and His purpose daily.
Kumwabudu Mungu ni kuishi kwa ajili yake na kusudi lake kila siku. Yani ukiamka, you are living for God and his purpose. Amen. Hello. Ukienda kwa kazi yako, you are living for God and his purpose. Praise the name of the living God. Bwana Yesu asifiwe. Hey, Bwana Yesu asifiwe. That's what we call worship of God. Hallelujah. Yeah, it's not just singing. Kwa sauti ya chini na kwa upole na kwa kutoa macho. It is beyond that. If you don't live for him and his purpose daily, you are not worshiping. Amen. Hallelujah. Na unaona worship sio hii ya kanisani leo tu. Worship is your life. Praise the name of the living God. In totality, worship is your life. Bwana asifiwe. Hey, Bwana asifiwe. When we say we worship God, it's about our lives. It's not just Sunday service. Praise the name of the living God. Hey, Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Geukia jirani muulize, kufikia sasa, are you a worshiper of God? Ama wewe uko tu mfuasi wa dini ya furu? Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu wafuasi tu wa dini. They are not worshipers. Amen. They just come to the church. Maana wazazi wao walikuwa wa kanisa, ukaya wa kanisa, hata wao wa kanisa. We need to be worshipers of God. Praise the name of the living God. Bwana Yesu asifiwe. Tusiwe tu kwa dini kwa sababu ya wazazi na generation zetu, lakini tuwe pale because we are there as worshipers of God. Praise the name of the living God. Bwana Yesu asifiwe. Kuna neno la mwisho nataka nimalizie, Exodus 23 verse 25. Tuwekee kwa Kiingereza. Namalizia hapo. Tuwe waabudu wa Mungu katika maisha yetu. Haleluya. Let us worship God. Na nimekupea kuabudu Mungu ni nini? Unaona ni pana kuliko ile kiasi tumekuwa tukifikiria. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Na unasikia Musa anasema tutaenda mpaka na vitu vyetu tumwabudu Mungu. So worship inagusa maisha yetu yote. Haleluya. Even your giving is worship. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Hebu tusome hii. Exodus 23 tusome wote. Hai, tusome kwa nguvu. Worship the Lord your God, and his blessings will be on your food and water. I will take away sickness from among you, and none will miscarry or be barren in your land. I will give you a full lifespan. Amen. Worship inabeba baraka. When you not worship God, kuna vitu ungengani, mama Timo. Ungengani. God will just work for you. Mungu atafanya. Hapo Mungu anasema I will. He will work for you. When you not worship him. Hallelujah. You will not work for yourself. God will work for you. He will deal with your diseases. He will deal with you know the way God works is wonders. Unaweza kuta una chakula, lakini Mungu analeta ile kidogo uko naye, ameibariki. Ukikula unashiba. Praise the name of the living God. Unakuta una mambo mengi ya kubadilisha. Mungu anabariki ile uko naye. Watu wakikuangalia wanaona kama Bwana Mungu. Maana iko na kafeva tofauti. Hallelujah. Maana you bless because you are a worshiper. You are a worshiper. Anasema nitabariki. Worship me and I will bless. Hallelujah. Sasa wacha kutafuta blessing. Be a worshiper. Bwana Yesu asifiwe. Angalia tunamwambia wacha kutafuta baraka. Be a worshiper and God will bless. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Hata ukisoma hapo New Covenant inaendelea kusema hivi. Verse 27, I will send my terror ahead of you and throw into confusion every nation you encounter. I will make all your enemies turn their back and run. I will send the hornet ahead of you to drive the Hivites, Canaanites, Hittites out of your way. But I will not drive them out in a single year, because the land will become desolate and wild animals too numerous for you. Little by little, I will drive them out before you until
have increased enough to take possession of the land. I will, I will, I will, I will. Amen. The Lord says that when you worship the Lord, I will, I will, I will. Mungu awabariki. Mwambie Bwana nisaidie niwe mwabudu wako katika jina la Yesu. Nikuabudu wewe katika maisha yangu, nikuabudu siku zote za maisha yangu katika jina la Yesu. Inua mikono, mwambie Bwana nipe neema ya kukuabudu wewe. Kama kuna vitu Bwana imejiinua na inanizuia kukuabudu, nishindanie katika jina la Yesu. Saidia Bwana, kusaidie uweze kumwabudu yeye katika maisha yako katika jina la Yesu, maana yeye ni mwaminifu na hakuna aliye kama yeye. Tunaomba kukuabudu Mungu katika maisha yetu, tusaidie ya kwamba tutakuwa watu wa kukuabudu, tutakuwa watu wanaokuadhimisha juu ya mambo yote, my God, maana umetuita na umetuchagua tuwe watu wa kukuabudu katika jina la Yesu. Achilia neema, achilia ufunuo, achilia uwezo mpya ndani yetu, tuwe watu wanaokuabudu wewe Mungu katika maisha yetu katika jina la Yesu. Kama vile Bwana umetuhudumia na umetuelekeza siku ya leo kwa neno lako la uzima, Bwana achilia msaada ndani ya moyo wa kila mmoja wetu, tukuabudu, tuwe waabudu wale ambao unatafuta katika jina la Yesu. Asante Jehova Gai, maana umetunenea na umetuhudumia kwa neno lako siku ya leo. We worship and we give you glory. Unaweza inua tu mikono yako niombe na wewe. Inua tu mikono yako. Baba, katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo, nimeleta neno ambalo Roho wako ametia ndani yangu, ya kwamba tuwe watu wanaokuabudu wewe Mungu. Yawezekana kwa mahali moja ama pengine tumepungukiwa katika kukuabudu vile unavyotamani. Bwana, turehemu na utusamehe, na kuanzia leo utusaidie ya kwamba tutakuabudu kama vile umetufundisha, na tutakuwa waabudu ambao unatafuta mbele zako katika jina la Yesu. Saidia wazee, saidia wamama, hata na vijana ambao wamesikia neno lako siku ya leo, ya kwamba watakuwa waabudu wa kweli ambao unatafuta katika jina la Yesu. Ila zote za shetani za kutuzuia kuwa waabudu wa kweli tunakataa, zipate kushindwa katika jina la Yesu. Roho Mtakatifu kuwa msaada wa kila mmoja wetu. Kuna watu wana magonjwa Bwana, waondolee magonjwa katika jina la Yesu. Kuna watu wana mashida imewafinyilia Bwana, ingilia kati shida zao, uwatetee na uwaokoe, kwa sababu umesema tukikuabudu Bwana utaingilia hali zetu. Tenda miujiza kwa wazee, tenda miujiza kwa wamama, bariki kazi ya mikono yao, hata vijana wetu Bwana uwatendee mambo makuu na mambo ya ajabu katika maisha yao, na nena uzima na baraka kwa watu wako wanapoendelea kukuabudu katika maisha yao Bwana. Asante maana wewe ni mwaminifu na Bwana ukatuneemisha. Kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo tumeomba na kuamini.